Bana, wengi wanamjua kwa jina la Harmonize na wengine wanamjua kwa jina la Konde Boy, ila mtaa hujaishia hapo, ukampa jina tena la jeshi. Hapo ndipo watu wengi wanazidi kuchanganyikiwa kwa majina yake yote haya. Huyu jina lake halisi kabisa anaitwa Rajabu Abdul Kahali. Huyu ni mtu ambaye ni maarufu sana katika nchi hii ya Tanzania. Mmoja kati ya wasanii ambao wamewekeza muda wao mwingi katika tasnia hii ya muziki wa hapa nchini Tanzania. Bana, ukitaja majina ya wale A-list wanaofanya vizuri kwa sasa, wale vijana ambao wanahakikisha kwamba katika kila mwezi wanazungumziwa katika mitandao ya kijamii, basi huwezi kuacha kumtaja Harmonize. Leo ni tarehe 15 ya mwezi Machi, yani mwezi wa 3. Basi Harmonize katika siku ya leo ni kumbukizi yake ya siku yake ya kuzaliwa, ambako alizaliwa mwaka 1994 katika kijiji cha Chitoli mkoani Mtwara hapa Tanzania. Aliyeweza kumaliza elimu yake ya sekondari katika shule ya sekondari Mkundi mwaka 2009, kisha akahamia Dar es Salaam kujaribu bahati yake katika muziki. Nikupe tu siri moja, Harmonize alishawahi kushiriki katika matamasha tofauti ya Bongo Star Search, na mwisho wa siku basi yote alikuwa anaangukia pua. Basi Harmonize alianza kujihusisha na muziki mwaka 2011, lakini alikuwa akijulikana zaidi baada ya kukutana na Diamond Platnumz mwaka 2015. Nikupe siri moja, Harmonize katika mkono wake mmoja amechora tattoo ya mwaka ambao basi ni 2015. Hii ikiwa kama ishara kwamba anakumbuka mwaka huo ndio ulikuwa mwaka wa mwanzo kwake kuzidi kujulikana katika tasnia hii ya muziki hapa nchini Tanzania. Watu wengi zaidi basi walizidi kumuona kwamba Harmonize ni mmoja kati ya star ambaye anakuja kuteka soko hili la muziki hapa nchini Tanzania. Kuna namna ambavyo Harmonize alianza basi kufanana na Diamond Platnumz, namna ya kucheza, namna ambavyo amenyoa, namna anavyoimba, namna ambavyo anaonekana na namna ambavyo anajibu maswali yake katika interview. Basi hapa ndipo watu wengi zaidi basi wakazidi kumpenda Harmonize na wakazidi kuvutiwa na kipaji chake. Bana, Harmonize aliweza kusainiwa katika lebo ya WCB, yani Wasafi Classic Baby. Kipindi hicho ndipo lebo basi iliweza kumsaini msanii wake wa kwanza kabisa na kuweza kutoa nyimbo kama Ayola, Bado na Matatizo. Nyimbo hizi ziliweza kutikisa masikio ya Watanzania wengi. Kama nyimbo kama Bado ndo kabisa hapo Diamond Platnumz alikuwa ameshirikishwa. Ngoma hii iliweza kwenda kushutiwa huko South Africa na maudhui yake yalikuwa ni ya kutisha. Maudhui ambayo aliwafanya watu wengi katika nchi ya Tanzania kukiamini kipaji cha kwake Harmonize na kuzidi kumpa sikio. Mnamo mwaka 2019 Harmonize basi aliweza kuondoka katika lebo ya WCB, na hapa ilikuwa ni vuta ni kuvute, leta ni kuletee, na vurugu nyingi sana na maneno kibao yalisemekana kwamba wawili hawa basi wamezidi kugombana na hawataweza kuja kurudiana kama marafiki kama hapo awali. Nikupe siri moja, kwa hivi sasa Harmonize na Diamond Platnumz wameweza kuyamaliza yale yote waliokuwa yametokea katika kipindi cha nyuma. Sasa hivi Harmonize ameweza kutimiza miaka 31 katika siku hii ya leo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni matured kwa kiasi kikubwa sana. Ni mtu ambaye anajielewa sana. Ni mtu ambaye anajua nini ambacho anapaswa afanye kama kijana, na ni mtu ambaye anapaswa agundue kwamba watoto wake watakuja kuishi na watu kwa njia gani kama akiwatengenezea njia mbaya kwa sasa. Basi mwaka 2019 alipoondoka katika lebo ya WCB alienda kuanzisha lebo yake mwenyewe. Lebo hii iliitwa Konde Music Worldwide, na hapo ndipo alienda kuzaliwa kijana ambaye anaitwa Ibra ambaye ni msanii wake mpaka kwa hivi sasa. Lakini pia ilikaja kundi lingine kwa mwaka 2020. Hapo waliweza kuzaliwa vijana kama wakina Kili, lakini pia ambao vijana hao waliweza kutoka katika lebo ya Kings Music na wakajiunga na lebo ya Harmonize. Lebo hii inayoitwa Konde Music Worldwide. Na baada ya hapo pia hata Country Wiz naye pia alijiunga, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye alikuwa anafanya muziki wa rap. Hapo ikatia chachu ya watu wengi kuzidi kuwafuatilia, na mpaka kwa hivi sasa basi uzao wake unazidi kuonekana kwamba ni uzao ambao umekuwa na mafanikio, ila sio kwa kiasi hicho kama lebo kama WCB ambavyo inaweza kuzalisha vipaji kama Harmonize, Rayvanny, Lava, Mbosso na wengine wengi. Mpaka kwa hivi sasa inaonekana kwamba ni lebo ambayo inavutana sana na WCB, kulingana na kwamba Harmonize ndio mmoja kati ya kizazi ambacho kimekuwa ni kizazi jeuri kwake Diamond Platnumz. Yani yeye ndio aliyemchonga mwenyewe, na sasa hivi anamtishia kwa sababu ni kinyago chake yeye mwenyewe. Harmonize ameshirikiana na wasanii mbalimbali wakubwa kutoka Afrika akiwemo Burna Boy, Yemi Alade, Naira Marley,
pia alitoa albamu yake ya kwanza ambayo inaitwa Afro East. Hapa ndipo watu wengi zaidi walizidi kuogopa, kwa sababu ni moja kati ya msanii ambaye alianza kukimbizana na level za wasanii kutoka katika nchi za magharibi, yani naongelea katika nchi ya Nigeria. Hapa tunamzungumzia Burna Boy. Burna Boy aliweza kumuinspire sana Harmonize kiasi cha kwamba Burna Boy alipokuwa akiachia album, naye pia alikuwa anaachia album yake mwaka huo. Ni vile tu Harmonize albamu yake hazikuweza basi kupata promotion kubwa kama za kina Burna Boy. Unapata kwa sasa hivi lugha tunayoongea ni lugha tofauti kabisa kwa msanii huyu. Na ingekuwa jeuri, labda ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu kwa Harmonize asiweze basi kufanikisha jambo hili kuweza kujulikana kimataifa zaidi na kuzidi kupata show za kimataifa kama wasanii kama kina Burna Boy, kwa sababu haikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu aliyeumba hii dunia. Sasa hapa katika siku ya leo basi albamu yake naweza kukupa siri kwamba albamu yake ya kwanza iliweza kujumuisha nyimbo 18 na kushirikisha wasanii kama vile Mialade, Burna Boy na wengine wengi kutoka katika nchi mbalimbali. Hapa nakupa sasa historia kwamba kwa sasa Harmonize ni moja kati ya msanii ambaye ametimiza miaka 31, lakini pia ameweza kutimiza yale ambayo wasanii wengine wengi hawakuweza kuyatimiza katika kipindi cha sanaa yao. Mfano kama msanii kama TID akuweza kutimiza ili ambalo katika siku hii Harmonize anavyotimiza miaka 31 basi akuweza kuyatimiza, na mpaka kwa hivi sasa ndivyo anavyozidi kuonekana katika jamii kama vile amepagawa. Mfano msanii kama Q-Chief kipindi kile na sasa utofauti ni mkubwa, ila consistency ya msanii basi inaweza ikampa mafanikio makubwa sana, ambayo hata kwa hivi sasa tunazidi kuongea lugha ambayo ni tofauti kwa msanii kama Mr Nice ambao walitamba kwa kipindi cha nyuma na kuwatishia watu wengi kwa pesa ambazo walikuwa wanazimiliki. Je, Harmonize miaka hii 31 ameweza kutimiza mambo gani makubwa? Ameweza kununua nyumba na magari ya kutisha, amezidi kujenga na amezidi kuonyesha mijengo mikali, lakini pia amezidi kusimamia msikiti ambao ulikuwa anaujenga pamoja na Diamond Platnumz akiwa na katika chini ya lebo ya WCB, na mwaka huu vyote hivi amezidi kuvionyesha na juhudi zake zote zimezidi kuonyesha kwamba ana mahusiano mazuri na wasanii wengine wengi wa kimataifa. Hapa nakupa siri moja tu kwamba Harmonize muda si mrefu baada ya Ramadhani hii ataenda kuachia bomu ambalo litaenda kutikisa dunia. Mfano nyimbo mbili ambazo ameziachia, Furaha na nyimbo ambayo ameshirikishwa na mwanadada anayeitwa Abigail Chams, zote kwa pamoja zinazidi kufanya vizuri kupitia platform tofauti, na yote haya ni mafanikio ya yeye kuwa karibu na wasanii tofauti ambao katika generation hii ya sasa basi wamekuwa kama kielelezo cha kujenga historia mpya kwake. Bana, mimi nafikiri kwamba Harmonize kwa hivi sasa inabidi apewe heshima yake kwa mafanikio na vitu ambavyo amevifanya kama msanii kutoka katika lebo yake binafsi kwa hivi sasa. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, anatimiza miaka 31 katika siku ya leo. Bye bye for now.